Basi kama kawaida ikiwa ni sehemu ya 6 tunazidi kusonga mbele. Mjihiro kama kawaida ndani ya nyumba tunazidi kwenda sawa. Kwa tulipoishia Bobo binti alikuwa akijadili juu ya mkale wanamuita Fu Shun. Sigana kuweza kumuua Fu Shun walikuwa akijadili kwa namna hiyo. Hapo kama kawaida sasa huko uzamini watu kibao kutoka pale Boma. Bila kumsahau bwana Steve ambaye anapatikana mitaa ya Boma Ngome Dorcas ambaye ni director wa Heroes Studio, bila kumsahau mkale anamuita baba Apoli anamuita Nguruma Bucha pale Dorcas. Basi binti akadai kwamba na kwa pia nitamuua Fu Shun. Asubuhi iliweza kujiri ambao leo ndo binti anakwenda kumsindikiza Fu Shun baada anapotaka kuweza kwenda. Kama nitafanikiwa kuweza kurudi na kuhakikisha kwamba utatumia upanga huu. Alimpatia upanga mmoja. Kaambia ya twende haraka kanyonyesha huyo makanga alipo. Kuinong, kuna habari mbaya. Habari gani? Kuna mgeni ambaye amekuja pale nje kwa ajili yako. Na akamwambia niko busy kwa sasa hivi. Hapana, ni bosi yao wamekuja. Kaba nani huyo? Naomba samahani sana, naomba uweze kwenda. Yaani lazima mgeni lazima umuone. Ni mgeni mmoja wa muhimu sana. Sasa kati ametulia na kwenda kumwangalia mgeni huyo ni nani. Alikuta kuna binti mmoja ambaye amekaa hapo. Sasa binti akamtazama nani huyo? Fangling ni wewe? Hello. Alikuwa ni binti yule pale wa mfalme anamuita Ma Fangling. Ambona mboka wa Fangling alikuwa ni dada yake zamani huyu. Sasa mambo hayo. Ni binti wa mfalme wa Ten Thousand Hall ambaye Ma Fangling anamtaka Fu Shun kwa hali na mali. Kamba wewe ni dancer wa provision. Ni kahaba tu wa kucheza cheza hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kuweza, mimi kama mgeni wako nimekuja leo hapa. Kama unaonekana kama guest kivipi wakati wewe ni mtoto mfalme? Kamba yeye anafurahisha sana kwa upande wako. Mimi ni mgeni wako hapa leo. Binti anashangaa amewekwa kati mzee. Wewe ni mtoto wa mfalme, kwa na uwezo wa kusema chochote ukafanywa tu. Kamba kau. Nataka leo uweze kumpa offer leo, nataka nikupe offer wewe. Leo nataka niweze kukupa offer kwa ajili yako. Mchukue mkaribishe mgeni, nishalipa pesa kwa ajili yako. Nenda kalala na binti huyu. Binti. Kambea madansa wangu walalagi na watu. Hauzi miili yao bado huwa wanacheza tu. Kamba samani tusamee kwa hilo. Kamba ni dansa. Ni shingapi ninunulie uhuru wake aweze kumilikiwa na kijana wangu? Mpe hela kama sima. Akapewa hela nyingi mzee. Kamba hii pesa inatosheleza kabisa kuweza kununua uhuru wake. Kwa lazima nimchukue binti wakatumiwa na vijana wangu. Binti amekasirika leo. Kamba leo sehemu yako huwezi kuendelea kuishi tena binti. Miss Kuinong, nifuate sasa hivi. Gafa kasikia wacha. Wanamuogopa balaa tupu. Kamweka kati mzee, anaogopiwa vibaya ni. Yaba. Naam. Kamba hii. Boss Ma nilipiwa tayari uhuru wake huyu. Kwa hiyo tunaweza kumtumia. Kamba binti aende mahali popote. Wewe mtu mbaya. Kwanza umetoroka tayari ni mfungo wangu. Kwanza umetoroka bila ondoka bila izini ya kibali cha Ten Thousand Hall. Binti kadai hapana. Miss Kuinong, hebu pige wimbo mmoja kwa ajili yangu hapa. Kama unaweza kukaa hapa na ukaongea vizuri, ukiweza kupiga muziki huu mpaka mwisho, nitachukua hizo pesa zake na kuondoka zangu. Ila kwanza akipiga wimbo mpaka mwisho, wimbo ukaisha, kama bado utazidi kuwa hai, na kisha nitakuachia utaweza kwenda. Alimpa Fu Shun mfumbo hilo namna hiyo. Yaani acheze, binti apige muziki. Fu Shun atafuatwa na atashangiwa na maaskari wake wote. Akishinda Fu Shun bila kusimama, binti ataachiwa kwa uhuru. Binti akakamata ala ya muziki, aanza kuchezesha nyuzi moja moja. Hapo kama Mr. Fu kaambia chezesha muziki, uache maneno. Wanamjua moto wa Fu Shun baba ni shida, huyo anamfahamu. Muziki wake sasa unaujua baba. Aya sasa ngoma ianze kupigwa baba, usikie mechi za kutosha hapo ndani. Mechi ikaanza baba.
Sasa takishie vitu vinafigwa hapo ndani baba. DJ Hero kama kaa 074214 0135 DJ Boma. Ukiwa pale YouTube kisha subscribe ili tuweze kwenda sawa. Hapo. Walifanya makosa makubwa sana. Jamani balaa tupu. Ayo. Sabiti anavyochanganya ala namna hiyo, Mwamba anazidi kuwafanya hakuna. Kumbuka Mwamba shida yake kubwa na anataka aondoke hapa akamkute Makang. Kwa hiyo anafanya haraka haraka kupiga show. Aisha aliwapiga mbaya. Si. Ye baba. Binti anachanganya haraka haraka ile ngoma na ngoma ni shida. Aliwapa mashine nzito nzito. Mbele binti anashuhudia jinsi uwezo Mwamba anazidi kufanya mambo hapa. Hakuna hata mmoja anayekaribia hata robo kwake. Wote na tena anatandika tota wafanye chochote. Yaani nikipigo tu anawapa. Kwa Kiswahili watu wanataga mbata. Ho. Ipo. Nam. Cheki mambo hayo. In 2018 DJ Hero kama kawa pale YouTube kisha anafanya subscription baada uweze kupata vitu vingi kama hivi. Hakikisha una subscribe ili tuweze kwenda sawa na picha hii. Oh. Kila aliyejaribu alijikuta anambulia patupu. Ujamaa fai. Mbele binti anashuhudia, binti akabidi aingilie ile swala. Binti anaruka, mzee anakuja mtoto wa kike huyo. Kumbuka Mafangli ni mtoto, huyu mtoto Mafangli baba yake ni Makanga ambaye anatafutwa na Mwamba Fushong. Fushong hataki kumtandika, ajua mtoto wa kike tu huyo. Kwata alimnyang'anya upanga kila hili. Oh, binti anashtuka mzee. Maana ajua ni adui wa ufalme huo. Binti akaendelea kupiga. Jaribu mkono. Anapigika basi. Why? Binti ni zero yani, bora hata wale walinzi wake. Anapojaribu mzee anakutanisha, mzee anazuiliwa tu. Hey. Wapi wewe? Binti alipewa adhabu nyingi sana. Huyo mtoto wa kike analeta mambo ya ajabu. Katwe mtoto wa kike bana. Weka chini namna hiyo. Wakamzunguka kimadharau kabisa yani. Kamzunguka binti huyo. Kabla mtosha mziki uishe huo. Hamna mtu aliyefanikiwa kunizuia hapa. Master anatazama tu kwa makini, aligundua jamani balaa. Kajo huyu anafaa ni Demon Sect huyu. Kimoyo moyo mkuu alisema huyu namfahamu. Huyo mtoka kwenye Demon Sect. Binti anaendelea kuleta ubishi, akafungwa hapo nyuma. Niache niende. Kafungiwa gauni lake hapo. Kasogezwa pembeni. Utakaa kwanza hapo. Binti akamwambia twenzetu. Nipeleke mahali Makanga alipo. Wewe mfungwa. Na kuamuru ni rudi hapa. Na kuamuru rudi hapa. Basi binti alitambua leo lazima tuwafuate hawa mzee. Basi wakaenda. Upande wa pili huko mzee kuna ufalme. Wanarudi watu wamepigwa mzee. Na mwapiga nyie. Kama ni yule mfungwa mbaya yule. Fungshung. Yuko wapi? Kaambia ameondoka na binti yule Kuinong, so melekea upande huko mbele. Na binti ameweza kuwafuata. Kaambia Kuinong atakuwa na jambo baya kumfanyia Fungshung, yani why? Kuinong amelekea upande gani? Wamesema amelekea kwenye Broken Cloud Valley. Kaambia huko kuna habari mbaya huko. Ngoja kwanza ni why nikazidi kaangalia ni kuna kitu kibora kitakwenda kutokea huko. Upande huo hapa mzee wa 10,000 dola kama kawa. Kuna ufalme huu. Hey, uko wapi? Kama kuna habari tuipata kwa binti ameweza kuelekea upande ule. Makosa akapokea ile ujumbe akaweza kusoma. Kaambia Buza ameweza kunulika kama Buza ameweza kurejea. Jamaa kugundua ni yule jamaa aliyemfunga siku ile ametoka. Kaambia yuko wapi? Akasema yuko kama maili 10 hivi anakuja hapa. Anaitwa Murongzu. Kumbuka jamaa wako ni fake, alivaa nguo za yule jamaa. Jamaa mwenyewe ameshachomoka kule, ukumbuke. Amemwingia kuchukua nafasi yake hapa. Sasa Mungu wangu, hii trick ndio sasa nitakamatwa leo hapa. Mimi nahisi Kuinong atakuwa na jambo la kumfanyia mbaya. Kwani yuko kuna wakati mgumu, nimsaidie Mungu nikimbie mimi au nimsaidie Fushu, nitafanyaje?
Jamaa akajipangia ngoja. Amenipa farasi mmoja hapa. Basi akachukua farasi kama kwenda ule upande. Ana kazi mbili za kufanya, atoroke yeye kama yeye au akamsaidia Fu Hongxue. Binti akamwambia tumeshafika. Unahakika kama Rangu yuko hapa? Kama mara mwisho alipigana vita na alijificha kwenye hii misitu huku ili asiweze kukutwa na mtu yoyote. Kama Ma Kang ni mtu ambaye ana ulinzi mkubwa na ni mtu anayejielewa. Kwa Ma Kang yuko kwenye Broken Valley hapa ndani. Nimesha kufikisha na sijui kama utaweza kurudi tena. Kama nimekuelewa nashukuru sana. Basi jamaa wako anapanga mpango wa kushuka kwa chini kumkuta huyo mtu. Kama Mr. Fu. Binti akaja akamshika mzee. Kana binti anampenda binti wa mzee Fu Hongxue. Lakini Fu Hongxue anaonekana kwamba ana mpango kabisa wa kumpenda binti yote. Kaambia tafadhali unaamua kweli kuniacha mimi? Kaambia kwa nini? Pale kuna chochote katika dunia ninachokipenda zaidi yako wewe? Hakuna. Tamani sana niweze kukaa nyuma yako muda wote. Wakati wamekaa mabinti wanachunguza mzee. Mbona binti anamkumbatia huyo mtu? Mbona anafanya nini pale? Mbona amui Fu Hongxue anafanya mambo ya kimhusiano kimapenzi hapa? Kaambia nikivote vile hii chance ya leo tuwezi kuipoteza, lazima tumuue Fu Hongxue. Huyu binti anataka kuzingua huyu. Binti anaendelea kujieleza ya moyoni. Kaambia fuata masharti yangu kama nilivyokuambia jana. Sitaki sehemu naenda mtu ataweza kunifuata. Naomba uondoke kwenye ile eneo kama unataka. Maana nishakupa uhuru wako. Kama ni mwanaume gani usikuwa na moyo wa kupenda? Kamba samani, sijazoeshwa hivyo kupenda. Kaambia basi kama walivyotaka. Nitaondoka. Binti alidai, lakini na zawadi yako nimekuandalia. Fu Hongxue asia kuna zawadi tena. Basi Fu Hongxue akageuka mzee. Kaambia mimi kabla ya nipa zawadi yako, mimi na zawadi yako kwa ajili yako kwanza. Kile kidani binti alichopoteza Fu Hongxue amtengenezea chambao maskini ya Mungu. Kama kile. Akasema hicho sio kile lakini kama kile cha mama yako alichoweza kukuachia. Na kuomba kipokee. Nimekutengenezea kibanio cha nywele kizuri kuliko kile. Watu walishangaa. Wengi walishangaa sana. Maana Fu Hongxue ameingia kwenye mapenzi kwa anampenda kwa moyo wote huyo binti. Basi tiba namrudishia kwenye kichwa mahali kilipokuwa kile cha kwanza. Haya mapenzi ya kweli bwana. Lakini maskini ya Mungu Fu Hongxue unaambiwa astrolojia ni sawa na usiku wa giza. Unaambiwa kazi wote atakia shujaa kama nondo, yani hakisha kwamba mtume mwanamke tu anakamilisha mission. Alikamilisha kuweza kumpa kile kidani ama kibanio cha nywele. Hatimaye kaambia sawa, zawadi yangu iko wapi ya kwangu mimi? Pasipo huruma binti akamwambia funga macho. Maskini ya Mungu Fu Hongxue akafunga macho akisubiri zawadi itoke. Uwezi amini leo binti alitoa beto kubwa, ile daga. Sasa anataka kumdunga lakini ana upendo fulani ambao uko kwa binti huyo. Alizamisha. Kita kisu cha moyo kwenye moyo moja kwa moja. Fu Hongxue unajua kuamini Fu Hongxue kuamini hata kidogo kama binti anamfanyia kitendo kama hiki leo. Alafu bila huruma mzee. Unaambiwa sitaki kumwangalia mtu kwenye macho. Leo mwanamke amekamilisha mpango huu. Kamkita Fu Hongxue kisu cha kwenye moyo. Na kupona hapo ni zero mzee. Jamaa kuamini unajua kama leo nimekufa hivi yani. Unaomba mtu atawe shujaa namna gani? Mtume mwanamke tu. Kaambia kwa nini? Sababu mimi ni spy katika ufalme wa 10,000 Hall. Nafanya kazi ya ulinzi wa kuua maadui kama nyie kwa siri. Kisha nimpiga pigo moja. Kama angusha kwenye bonde moja kubwa na bonde mna mtu anatokaga huko ndani.
Ushujaa wake wote na kufu wote anaojua mzee. Leo inaishia. Hatimaye binti anakumbuka yote aliyofanya na yeye. Ase. Fu Shun anadondoka ndani ya bonde kubwa ili hapo utaamini. Anakwenda kufa Fu Shun. Anakumbuka alipomnunulia uhuru. Lakini yote ya yote. Unaona amba mtu tawe shujaa kama nondo yani. Mtume kazi mwanamke tu anakamilisha bila shida. Leo maarufu wa Fu Shun chini. Hata Samsoni naye alikufa hivi hivi. Hakuamini kama binti anafanikisha mpango. Unamwota mtu kama nondo mzee namna gani? Naomba kazi mtume mwanamke tu anakamilisha. Binti baada ya kukamilisha ule mpango, ameamini tayari amekwisha muangamiza kabisa Fu Shun. Ndipo anaangalia kila kibanio cha nywele alichotengenezewa maskini ya Mungu. Kinamkumbusha mamake, manake mtu huyu alifall in love kimazima. Yaani alimpenda 100%. Ndio baadaye anagundua kosa aliloweza kulifanya. Yaani kosa alilofanya anagundua kama machozi yanamtoka mwenyewe. Maskini ya Mungu. Quinong. Imeisha Quinong. Imeisha. Umefanya kikubwa. Walifika kaanza kumsifia kama amefanya kazi kubwa. Lakini binti leo anajikuta anatoa heshima zote sababu amekwisha kumangamiza adui mwingine. Turudi upande huu wa 10,000 Hall. Bila sema labda tutakuwa pale juu. Kumbuka binti amerudi leo baada ya tukio la jana kuweza kupita. Kumbuka binti tayari ameshajikuta kama mahusiano ya kwenda kwa Fu Shun ameshaanza kumuingia. Sio mambo hayo. Mambo ashaanza kumpenda Fu Shun. Lakini ambao kuna mgeni umekuja hapa mzee. Jamaa akasema, huyu ndo malkia anayekwenda kupewa. Nadhani kama leo nimekuja mtu mwenyewe. Kama Misima, wewe ni mzuri zaidi ya yote Misima. Asa kumbuka huyu ndo alifaa achukue nafasi ya Muramungzu. Yaani mtoto wa mfalme anakuja kumuoa binti huyo ambao Yekai aliichukia. Kumuoa binti ni kama huyu. Wewe nani akupa ruhusa kufanya mambo yote haya? Unajiamini vipi kama tulia kwanza? Jamaa wako anajiamini kwamba si ndo mtoto anatakiwa kuweza kumuoa. Hajui kuna mtu aliyefika hapa kabla yake. Kama nakuuliza, wewe jina lako ni nani, mgeni unatoka wapi? Kama naitwa Muramungzu. Mtoto wa mfalme kutoka Muramungzu family uko. Acha wamcheke mzee. Unacheka nini? Kama tunasikitika kama habari mbaya kwamba kuna mtu ashakuja hapa ambaye ni yeye. Wewe ni mfeki. Na usije kujaribu kuweza kuuliza chochote kingine tutaweza kukuulia hapa ndani. Unasema nini nyie? Kuna mtu amekuja kama wewe na yeye ni Muramungzu. Amekaa sana hapa. Mtu. Haya, mkamateni huyo muongo. Wewe ukamzuia, tulia wewe. Huyu atakuwa ni Yekai amekuja amevaa mavazi yangu. Huyo ni feki. Mimi ndo original Mungzu hapa. Ambaye nimekuja kumleta huyu mtu hapa. Mimi ndo ndiye nitakuwa niweze kukaa nafasi hii, nikamata akaniteka. Kanifungia siku 10. Au nikuhakikishie kama mimi ndo yule ambaye natakiwa niweze kufanya. Mimi na watu mzaliwa siku moja. Kaenda kutoa vigezo ambavyo kumfanya waamini kwamba yeye ndiye mtoto halisi wa mfalme. Kwamba Yekai alikuwa ni feki. Cheki mambo. Jamaa akaanza kujieleza. Akasema mimi nilikuja hapa. Tarehe nilizaliwa mimi na wewe ni moja. Babangu na babako walitumikiana kwa muda mrefu. Kaambia nialize tarehe. Akasema wewe tarehe 27, mimi tarehe 27. Nadhani hakuna ambacho tumeweza kutofautiana katika masuala haya. Bila shaka mimi ndo Muramungzu mwenyewe. Binti akagundua kumbe Yekai alidanganya ise. Huyu ndo original. Sababu binti hajua kujifikiria kwa Yekai alikuwa anataka kufanya nini. Lakini binti zaidi ya yote amejikuta tayari anaingia kumtazama Fu Shun tena. Fu Shun uko wapi? Nakuomba. Na ukishia hakuna kibaya kitakacho kutokea wewe kwenye maisha yako. Binti anajikuta naye tayari shampenda Fu Shun tena. Ni noma hiyo. Sasa baadaye jamaa wako alinaga adabu ili limeshakuja limelewa. Waifu kwa wapi waifu? Amekuja kuingia baba kwa neno ambao binti anaishigi huku.
Kumbuka ndoa bado haijafanyika. Umeona? Waifu. Murong Gongzi. Mr. Murong. Kabidi binti atoke nje. Maana yule anatakiwa kwanza kumuoa kwa sasa hivi. Maana Ye Kai aliweza kudanganya. Kawa nimekuja hapa kufanya nini? Umeogopa kwamba sikuweza kuwa hapa? Unajua mimi na wewe tunakwenda kuoana hivi karibuni. Kwa nimekuja kwenye chumba chako tuweze kujipumzisha mimi na wewe kwa pamoja. Binti akamsukuma. Kaambia ushasahau kwamba hatujafunga ndoa bado. Kama mimi naamini kwamba mimi natarusha kuwa mwili mmoja. Kwa pia ana shida tuzokaa tukaburudika pamoja pale kitandani mimi na wewe pamoja. So shida kwa sababu bado wakati wa ndoa unakuja. Na mimi nataka kuoa peke yake. Binti akamsukuma mzee kaa hapa. Basi njoo tunye kwa ajili ya sherehe yetu. Tunye pamoja mimi na wewe. Kabla ya usiku afu tukaenjoy usiku wa harusi. Au sio unasemaje binti? Nataka leo tulale leo mimi na wewe kabla ya harusi. Alafu siku ya harusi ikifika tutasherehekea tena siku hiyo, sio na wasiwasi. Lakini baada ya leo wewe ni wangu siku alipigwa kibao. Alafu pale ndipo akafika mwamba. Ndipo pale akatia timu mkali mzee. Kama pana binti sikufanya hivi. Hata kumbuka aliingia hapa kafanya makosa mengine tena ya kuweza kudanganya. Cheki mambo. Kwanza nimkosea heshima mtoto wa mfalme. Hatimaye akafukuzwa sababu amemvunja heshima ya mtoto wa mfalme. Haikupaswa hivi. Kama binti uko sawa? Sawa mimi niko sawa. Murumuru amefanya nini? Lakini nakuhakikishia kwamba hakuna kitakacho kugusa. Yeye anamshangaa kuhusu Ye Kai. Kama Ye Kai alikuja kadanganya hapa kwa wadi mtoto wa mfalme lakini si huyu ndo original. Kama Gongsun, unakumbuka kitu? Msije mkamuingia Ye Kai kabisa, mwacheni aende. Unataka kufanya nini binti? Binti akasema kwamba Ye Kai asiguswe. Moyo wako umeshaanza kuwa kwake tena? Au mpendi huyu mtu? Kama unajua umekuwa muda mrefu tuko pamoja mimi na wewe hapa. Na wewe umekuwa mtu mmoja wa karibu sana kwangu. Kama bodyguard wangu. Kama mama furaha yako wewe ni furaha ya moyo wangu muda wote. Huyu Murumuru kama akufai wewe kwa hata kidogo. Ana tabia ambavyo havifai mama. Kabla ya ndoa ameamua nini? Kama nikwambie. Hata hivyo pamoja na yote sikufaa niweze kukaa hapa nilipo leo. Nasubiri tu kudondoka chini. Maana mambo yote yanaendelea katika ufalme huu sielewi kabisa. Hadi leo baba yangu yupo ametoka. Atakapoweza kurudi sijui itakuja kuaje. Lakini ni wewe tu nakutegemea uweze kufanya mambo mengi sana. Kama mimi nakuhakikishia kwamba Gongsun dago, ni liaje wo die de gexi. Ta shuo chu de hua, 每一句收回去过。大小姐，难道你真的想跟慕容明珠？万马堂未来的掌门。Kambu hapana. 马空群的独女姬。Achana na wote wanaotokea hapo siajalie. 从来都是身不由己。 Maisha yangu 从我出生的那一天起，就已经注定。 tangu ulipozaliwa. 公孙大哥，你别说。 Kabidi tumekata tamaa. 我想一个人出去走走。 Kambia hapana. Achana na yote ifanye. Na chemi niweze kukaa kwa raha kwa nipumzike leo. Binti anazidi kuchanganyikiwa kwa sababu anampenda Fu Hongxue, huku bado kuna mtu anatakiwa aweze kuozesha. Tutoke upande huo tuje upande ambao Fu Hongxue amedondoka huko chini leo. Baada ya kudondoka kutoka kule katika ile valley kubwa kule, alikuwa hajaweza kufa maskini ya Mungu. Ndipo anakuja kuamka sasa hivi. Anagundua kwamba amedondoka chini. Alikuwa ameweza kuzirai. Sasa wakati anaamka kwa na maumivu mengi sana mzee kwenye mwili wake, anaamka leo hapa. Sasa anajikokota taratibu aweze kusogea kwenda mbele. Asile mabole kisu ilizama vizuri. Ilizama ndani ndipo anaamua kuchomoa. Kisu inauma hiyo mzee. Asa jirani kubwa kisu kilizama ndani mpaka kwenye moyo. Cheki mambo hayo. Lakini unaambiwa kama Fu Hongxue. Tuende sawa na picha utafahamu zaidi. Basi hakikisha kama una subscribe pale YouTube ulipo.
walioko mtaani basi hakikisha tunazidi kwenda sawa zaidi. Kwa kutafuta picha hii kabisa DJ Hero anapatikana. Namba zangu ziko kwenye screen yako hapo juu kabisa. Sio na wasiwasi, zaidi tutazidi kufanya kazi kwa umoja kama kawaida. DJ Hero toka pande za Boma. Check mambo. Sasa baadaye ndio nakuja kupita pita huku. Akaona kuna kakisima fulani kama vile kwa kuna tempo hapa ndani. Kwa sababu tayari alishadanganya, ameshatambua. Aona kuna maji hapa yanapita pita kwa kwenye tempo hivi. Kabidi aweze kunywa maana alikuwa na kiu mbaya. Nakumbuka na kiu, njaa. Maana zimepita takriban siku 2 zimepita ikiwa yuko hapa ndani. Sasa baadaye ndio akaona kuna kasungura kanapita pita hapo. Kaangalia hivi, ai. Kakuta kuna sungura hapo, sasa ni ana njaa kumbuka. Asa kabidi asogee, maana ni mtu mwenye njaa. Kabidi asogee kwa karibu zaidi. Aliweza kumkaribia yule sungura maana aliweza kupata huenda akapata kisusio kwa siku ya leo. Kitoweo akala. Cheki mambo hayo. Akati anataka kwenda kumkamata yule sungura. Ghafla kuna mtu akapita hapo mzee, kamwokota. Toba. Nani huyo? Nikaona babu mmoja ameenda eji kinyama. Hey! Babu sasa kamaona. Wewe unanipatia sungura wangu. Aseta anza kuzipanga hapo ndani mzee. Kibo. Babu ni sumu mzee. Kitu. Abo. Ye. Tegeo. Abo. Kamata. Kisu kabla pembeni kwanza mzee. Mbona mzee anapiga balaa. Huyu mzee ni sumu. Wow. Kitu. Cheki mambo hayo. Sasa anapopigana na shangaa, kila mtu anapigana anaenda sawa. Oh! He! Walishangaa wameenda sawa, mapigo sawa. Wewe nani? Unatumia pigo la Demon Sect. Sasa mimi mamangu alinifundisha pigo hili. Mamako nani? Hua Ging. Yule binti yangu yule. Ni binti yangu ambaye nilifundisha Spotted Sect mimi mwenyewe. Mbona maajabu ya Mwenyezi Mungu haya. Leo nimekutana na mtu ambaye ni ndugu yangu. Nimekutafuta miaka 20. Kumbe wewe unatumia Demon Sect. Kaambia lazima mimi ni Queen on Chain. Nilikuaga. Yaani binti yangu yule mamako, wewe ni binti yangu mimi ambaye nilimfundisha mpambano huu, yani mpigo huu. Nashangaa Mwenyezi Mungu kama yuko hai na mtoto wake leo nimekuona. Ni wewe? Amka. Amka. Mbona uko hapa? Akasema nisisahau ilikuwaje nilipofika hapa. Yaani shamsahau mpaka mke wangu yani. Na sijawahi sahau kwamba kumbe na wewe ulikuwepo hapa na tangaa leo umeweza kufika hapa na mimi. Upande wa juu huku mzee mzima anaita Fushu. Alikuwa ni Yekai. Maskini ya Mungu. Anampenda Yekai Fushu kweli kweli. Anamtafuta huku na huku akipita. Atakuwa ameenda wapi Fushu? Lakini akiwa amesimama mahali, aliona kuna binti mmoja yuko amekaa mahali. Cheki mambo hayo. Kuna binti mmoja amekaa pale huku akilia zaidi akiangalia upande wa shimo lile. Kabewe nani yuko pale? Binti akasikia sauti kuna mtu anamtafuta. Basi moja kwa moja binti akaamua kupotea na kukimbia. Cheki mambo hayo. Kimwa kilipoenda tu, anakuja kutupa macho mbele. Anakuta kama binti yule hayupo tena. Ila kuna kitambaa binti aliweza kuangusha ambacho ilikuwa ni handkerchief. Basi baada ya pale alimchukua sungura wakaanza kumtengeneza kama kawaida kujipatia kitusio kidogo, yani kitoweo, yani kupunguza njaa. Jamaa sasa miaka 100 imeweza kupita. Mimi nimefungiwa hapa miaka yote na sikumbuki ilikuwaje binti. Fushung. Asikujua kama siku moja Mwenyezi Mungu atakuja kuniletea mtu unayemfahamu kaja kupata company huko ndani leo. 没想到的是，迎接我的是鸿门宴。鸿门宴，没错，还不是那个神刀门门主白天宇，他名义上是邀请我，可自己却迟迟不肯露面，找一些小喽啰来招待我。我当时赶路赶得口渴了，他们一个个的敬我酒，我就多喝了几杯嘛。可这酒一下肚，我就觉得有些头晕。醒来之后，我就到了这里，一困就是20年。这
Asa nimekaa miaka 20 hapa. Ndio wote sijaweza kufahamu nilifika fikaje huku. Lakini nakumbuka mara ya mwisho nilikuwa kuna watu ambao walianza kunikia kitu kwenye kilevi. Nilipokunywa hatimaye wakanisukuma huko ndani, maana kaja kujikuta huko miaka 20 nipo huko ndani. Kamba huyo mtu alikuwa ni nani? Kamba ni mbali sana kukumbuka. Siwezi kukumbuka vizuri, muda sana. Lakini nakumbuka ilikuwa ni Zanguki. Zanguki huyo. Huyo Zanguki. Huyo boy ndo alinisukuma mimi nikaingia kwa mpuzi huyo, nikimkamata raundi. Hapo namwambia anaitwa Shu. Jina lake ni Mankang. Huyo mpuzi huyo. Huyo Mankang huyo. Ndo namtafuta, natamani nirudi kwa ajili yake mpuzi huyo. Haisababisha nikaanguka katika shimo ile, hatimaye leo napata shida kubwa. Nimeshindwa kutoka huko, miaka yote nakaa huko. Ameniweka huko chini sababu ya huyo mpuzi. Nimeanguka huko chini kwa sababu yake yeye. Hali akamwambia kwa hiyo Makang ndo huyo kwa hiyo ndasababisha mambo yote kwa ufalme wetu, kwa demon sect yetu Ampia namtafuta huyo mtu hapa. Niambia kama anapatikana hapa. Kama wewe amekuseti wewe, huwezi kupatikana hapa. Kama nakuogopa wewe kwanza, au utapata nafasi hii. Kwa unasema mambo kama hayo? Kwa unasema mambo kama hayo akaweza kumwakilisha muondoa. Kamba huyo mtu alipoteza demon sect yetu, mapigo yetu miaka 20 iliyopita kuitaku. Aliua watu wote wanaotumia demon sect. Huyo mtu anamuita Makang. Kama si nakwambia sitani. Nikitoka hapa ndani, kabia anko. Kwa nini umekaa umefungwa hapa miaka yote? Kwa nini huwezi kuenda kutoka huko nje, ukaenda kupanda ukatoka kakao huko nje? Kaambia bai sio hivyo. Kama miaka yote mwana umekuwa umebaki hapa ndani, huwezi kutoka huko nje. Kwa nini usitoke uende kumkute muuaji wako? Kaambia lazima apokee kipigo huyo mtu nikitoka hapa. Kama Makangu ni nani? Kaambia Makang. Kaambia ndio mama wangu ameniagiza niweze kumangamiza Makang. Makang amefanya nini? Kama miaka 14 iliweza kupita. 14年 Makang alikuwa na uwezo tofauti. Aliondoa watu wote wanaotumia spotted close sect. Akaweza kuwaua wote. Hadi mama wangu alinusurika kuweza kupatikana. Umekaa hapa ndani ujui miaka yote, lakini hali halisi ndio hiyo. Kule katika ulimwengu wa nje hakuna mtu anayeishi anayetumia demon sect zaidi yangu mimi na mamangu. Kama yote ni sababu ya huyu mpuzi. Huyu Makang huyu. Kambena hakika nikitoka hapa nitakwenda kuhakikisha kama huyu mtu wa survive. Ni aibu kubwa sana. Kaanza kujipiga makofi mzee. Kambia hapana. Nini kitokea? Mama yangu ameniambia mamangu peke yake alibahatika kutoroka na alikuwa na ujauzito mmoja ambao mimi nilikuwa ndo mtoto wake ambaye amezaliwa, na amenipa oda ya kwenda kumuua mtu huyu. Lazima nimuue Makang kulipiza kisasi ya yote. Mungu wangu nakushukuru. Nimeletea mtu ambaye anataka kunisaidia katika kazi hii. Mungu wangu. Mzee anajilaumu sana leo. Asa ameondoa demon sect yetu, uko wetu wote umeweza kuisha. Wapigo demon sect. Nani ndakaenda kuendeleza pigo hili? Kama unamaanisha nini? Mtoto wangu amesahau demon sect na kuomba usije kae kutoka hapa. Sahau kuhusu Makang, sababu huwezi kuja kuondoka tena hapa. Kambani kuna hii chemba mna mtu anatokaga hapa. Kama kutoka haiwezekani? Kaambiwa ukiingia hapa kuna kuingia tu, lakini kutoka hamna. Jamaa kacheka kweli yani. Uncle Kin, unafanya nini? Kaambia hapa hakuna cha kuchagua. Hapa mnaga chaguo. Nilikuwa naishi na marafiki zangu 6 walijaribu kwenda kutoka hapa, lakini wakaikuta kama wamekufa baada ya kujaribu kutoka hapa. Kaambia nifuate nikuoneshe njia. Kila anajaribu kutoka hapa lazima afe.
Ya bado ilimshitua Fu Shong kidogo. Kabidi Fu Shong atoke, maana yeye anajua kuna kitu kinaanza kumshinda. Cheki mambo hayo. Shindo akaamua kupita tayari, akafuatilia njia anaweza kuoneshwa. Alo. 0742140135. DJ Hero kama kawaida ndani ya nyumba. Azidi kupita na moto mpya kabisa mkali hapa. Alimleta sehemu moja. Hapo. Kaambia, amka rafiki yangu wa zamani. Kuna mgeni ambaye amekuja hapa. Semeni hai. Kufungua mdeni skeleton tupu zimebaki yani. Yanabaki vichwa tu. Kaambia, ni marafiki zako ndo hawa? Kaambia, ndio, hao ni marafiki zangu wale 6. Cheki mambo hayo. Kaambia, wamekufaje hawa? Kwa sababu ya kutaka kutoa kama wewe. Unaona hii sehemu yote hii? Unajua wamekufaje wote hao? Kaambia, ngoja kwanza. Angalia hapa juu. Kaambia, ni mtoto wangu. Unataka nifungue hii sehemu? Na ugundue nani ambaye amelala hapa? Kaambia, achana nayo. Wewe ni mwili, yani ni maiti iliyooza hiyo. Kaambia, wewe ni mjanja sana. Huko sawa. Kaambia, hii sehemu inaitwa tombu ya King Zhou. Kama King Zhou atengeneza hii sehemu wakati alipokuwa hai, sababu watu wengi walikuwa wanamchukia sana, kwa hiyo wakatengeneza sehemu hii ili watu wakifa tu basi waje kuishi maeneo haya. Watu wake wale ambao wanachukiwa wala wasije kuuawa, akaita hii sehemu tombu. Kama na maanisha nini hilo jina? Inaitwa Pixu Tombu. Kaambia, hilo. Maana yake hapa kuna sehemu ya kuingia tu lakini huwezi kutoka. Kama kuna sehemu moja tu ambayo inaitwa Heaven Path Gate. Sehemu hiyo inatumia kutoka tu pekee yake, na sehemu pekee ambayo itamfanya mtu aweze kutoka hapa. Ama rafiki zangu 6 aliuawa na hiyo sehemu alipokuwa jaribu kuweza kutoka. Nafikiria kwamba hata mimi nijaribu kuweza kutoka, lakini nijikuta kwamba nimekata tamaa nikabaki hapa. Nimefikiria kuhusu hilo, naomba nionyeshe hiyo Heaven Path Gate. Iko wapi? Heaven Path Gate? Hapana bana, achana na hiyo swala. Achana nalo kabisa. Hiyo sehemu ni mbaya. Master ghafla kaanza kuwa kichaa. Kaambia, naumwa. Ugonjwa wangu umerudi, hebu niletee dawa yangu. Niletee dawa. Ngoja nikanye dawa. Baada tu kuulizia sehemu inaitwa Heaven Path Gate. Njia pekee ya kuweza kutoka katika lile eneo ambapo unaambiwa njia hiyo ni hatari. Toka upande huo ambao binti Kinongo amekaa na kumbuka mambo yote aliyomfanywa na mwamba anamuita Fu Shong na kile kitendo alichomfanyia yeye. Anajiona kwamba tayari ana majuto moyoni kwa kuweza kumuua Fu Shong na kumtupa katika bonde lile. Pasipo kujua kama Fu Shong yuko hai bado. Anakumbuka mara mwisho ambayo Fu Shong aliweza kumwambia yote yale. Sio binti anayakumbuka akiwa hapa. Binti anakumbuka yote aliyofanya na Fu Shong. Hakuna ambaye yote hayasaidii kitu yote kwa sababu tayari alishasababisha kifo cha Fu Shong. Anakumbuka ile msukumia katika ile bonde bila huruma yoyote, ambao Fu Shong hajajua mpaka sasa hivi hali yake ikoje huko chini alipodondoka, amekufa au yuko hai. Binti anajua tayari amekwisha kuweza kumuua. Na tayari binti Fu Shong ashautachi moyo wake. Yaani tayari ameshaanza kumpenda Fu Shong. Upande wa pili huko mzee jamaa wako anajikana mchanganyikiwa. Anapenda mzee kama nipe waini. Nipe waini. Akili yangu mchanganyikiwa. Basi akachukua pombe hiyo. Kampelekea mzee mzima huyu hapo. Kabla mkunye pombe hapa. Jamaa wako asindua na inywa. Anajisikia nafuu kwa sasa hivi. Aba sasa hivi kidogo nafuu. Ni hao了，七叔。Kamba ina maana ndo dawa. Nasema ndo dawa yangu pekee ambayo ibakia huku. Namjaribu. Poangalia aligundua ni pombe. Kamba kunywa. Pombe kitu.
这里全是酒，周幽王室 Vyote tunavyoviona hapa vimefanywa na King Zhou. Ameweka kila kitu hapa. Huyo ni King Zhou. 琼浆玉液， Ameweka kila kitu hapa kwa ajili ya watu wake. 那是 Ile siku ambao anakufa yeye watu wake wasipate shida. Unaweza ukaishi hapa miaka 1000 na au finja, maana kuna wine, kuna kila kitu kimewekwa hapa. 喝上3辈子。 Kwa hiyo kuna wine zaidi ya 300 hapa. Sasa nataka kuondoka hapa baba. 月流的时候，别忘了 Ushasahau 还有我秦 Bado mimi niko miaka yote, sasa mimi nimeshinda kuweza kutoka hapa 美酒。 mpaka nitakapoweza kuikamata waini. 突推门在什么地方？ Kamba Heaven Pass Gate, nataka niweze kutoka kwenye hilo lango. Basi ikiwa ni sehemu ya 6 kabisa. Tutazidi kuendelea kusonga mbele na picha moja kali kabisa. Kutoka hilo tukapanda za bomba kama kawaida.